Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, Jumamosi nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja, nikiomba radhi hiyo jana Ijumaa hatukuweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu kutokana na sababu na ambazo singeweza kuziepuka. Kwa hivyo naomba radhi kwa hilo. Kwa hivyo tunaendelea Jumamosi ya leo na tunaendelea na mafundisho kutoka kitabu cha Waefeso, na alfajiri ya leo, mchana wa leo, usiku wa leo, ikitegemea wakati tunapofuatilia ili neno lake Mwenyezi Mungu, basi ninaendelea kutoka kitabu cha Waefeso. Sasa tunaingia sura ya 3. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza na karibu sana, na ninasoma kwenye Waefeso sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6, na Biblia inasema, kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu nyinyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Baba, zungumza nasi kupitia ili neno lako siku ya leo, kupitia nguvu zako za Roho Mtakatifu na uliotuachia msaidizi. Wacha kalifunua ili neno, wacha tukapate na kufahamu hizi siri, na ili maisha yetu yakabadilike. Wakuhimizika Baba kawahimize, wakurekebika Baba kawarekebishe, wakuwafundisha Baba kawape maarifa, na juu zaidi kajitukuze na ukajitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu na ninaandika notes, kwa hivyo nitazifuatilia na ili nihakikishe nimeafikia kile Roho wa Mungu anataka tuwafikie katika hili neno, katika Waefeso sura ya 3. Na huu ujumbe nimeupa kichwa, umechaguliwa kufunua siri ya Mungu. Umechaguliwa kufunua siri ya Mungu, na hivyo unaweza ukaelewa kwamba wewe ni wa umuhimu, wewe ni wa maana. Hapa Paulo anakuwa anazungumza na ili kanisa Efeso, na hili ni kanisa lilikuwa wa watu wa mataifa, watu na ambao hawakuwa Wayahudi. Watu wa mataifa ni watu na ambao si Wayahudi, na hivyo Gentiles ndio wanazungumzia. Na hili kanisa anapolizungumzia, Paulo mwenyewe pia anakuwa mtu wa mataifa, kwa maana hakuwa Myahudi, na hivyo Paulo anakuwa anazungumza na hili kanisa, na hata waleo anazungumza nasi, kwa sababu sisi kupitia Yesu Kristo tumefanyika mwili mmoja, tumeletwa na tukafanywa watu wa Mungu. Watu wa Mungu si Wayahudi tu peke yao, lakini sasa tumeunganishwa pamoja, Wayahudi na wale watu wa mataifa ama Wayunani, sasa wamekuwa mwili mmoja, wamekuwa kitu kimoja. Na hapa Paulo ndipo anakuwa anazungumza na hili kanisa, na angali anazungumza na sisi siku ya leo. Na ndio maana wewe na ambayo umeokoka, watu wengi huishi maisha wakijiuliza maswali. Watu wanakuwa na maswali chungu mzima, na utapata mtu anajiuliza, je, mimi nina maana kweli? Utapata mtu anajiuliza hivyo, je, nina maana kweli? Utapata mtu anajiuliza, je, Mungu ana mpango na mimi? Haya ni maswali, hata nikizungumza na wewe unaweza kuwa unajiuliza haya maswali. Je, mimi ni wa maana? Je, Mungu ana mpango na mimi? Wengine nyakati nyingi ujihisi kama wametengwa, ujihisi kana kwamba wako mbali na Mungu, kwamba hawafai.
au wamechelewa katika maisha. Kuna watu wameingia katika depression. Kuna watu wamefanya sarakasi na vituko, maana wanahisi wamechelewa katika maisha. Wanahisi kwamba wako mbali na Mungu na Mungu hawezi akawarejesha. Lakini leo hii kupitia Waefeso sura ya 3 Mungu anatupa ujumbe wa himizo, ujumbe wa faraja, ujumbe wa kututambulisha na kujielewa sisi ni kina nani. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili, au kuja duniani au kuzaliwa duniani kibahati mbaya au kimakosa, wewe ni sehemu ya mpango mkubwa wa Mungu. Na ndio maana nakuwa nasema katika neno lake, niko na mpango mwema juu ya maisha yenu, juu ya maisha yako. Mpango nilio nao kuhusiana na maisha yako si mpango wa mabaya, ni mpango ulio mwema, mpango wa kukupa tumaini katika siku za usoni. Na ndio maana siku ya leo nimekuja kukupa tumaini kupitia hili neno lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Mtume Paulo anazungumza kuhusu siri iliyokuwa imefichwa kwa vizazi, lakini sasa imefunuliwa kupitia Yesu Kristo. Kusema nini? Kwamba iwapo umemruhusu Yesu Kristo katika maisha yako, umemruhusu akuongoze, umemruhusu akae ndani yako, elewa siri atakufichulia. Hii siri wengine hawangeweza kuipokea. Hii siri wale wamjui ambao hawawezi wakaipokea. Basi wewe na ambao unamjua Kristo, umemruhusu katika maisha yako, hii siri utaipokea. Na anapozungumzia siri, anakuwa anazungumzia mambo mbalimbali. Kuna siri za kufanya biashara, kuna siri za kufanikiwa maishani, kuna siri za kuishi haya maisha, na hizi ndizo siri zilizofichika, lakini sasa zimefunuliwa kwetu kupitia Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo, Biblia inatuambia, amefanyika hekima yetu itokayo kwa Mungu, amefanyika utakatifu wetu, amefanyika maarifa yetu. Na hivyo hizi siri sasa imefunuliwa kupitia Yesu Kristo. Na hivyo unapoangalia kuanzia mstari wa 3 hadi wa 5, Paulo anasema kuwa alifunuliwa siri kwa ufunuo kutoka kwa Mungu. Na hivyo kuna jambo moja tunaweza tukaangalia pale. Ili upate hizi siri unamhitaji Mungu, na ukimhitaji Mungu, ili umfikie Mungu, unamhitaji Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndiye njia ya kwenda kwa Baba. Na ili Mungu akufunulie hizi siri, lazima umfikie kupitia Yesu Kristo. Na hizi siri zimefunuliwa kupitia Yesu Kristo, na Paulo anasema kuwa alifunuliwa siri kwa ufunuo kutoka kwa Mungu. Angalia hapa, siri hii haikujulikana zamani kama sasa, alivyofunuliwa kwa mitume na manabii kwa Roho Mtakatifu. Angalia the way we have been privileged, kwa sababu Yesu akasema sitawaacha kama mayatima. Alielewa kuna siri na ambayo tunahitaji kuijua na inahitaji kufunuliwa kwetu. Ndio, ni kupitia Yesu Kristo, ni kupitia Yesu Kristo tunapokea hizi siri, na Mungu anatupa huu ufunuo kupitia Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anapokuwa anaondoka, anawaambia sitawaacha kama mayatima, nitawaachia mwingine aliye kama mimi, na ambaye ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Na hapa tunaona siri hii haikujulikana zamani kama sasa, ilivyofunuliwa kwa mitume na manabii kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uelewe hii siri vizuri na ifunuliwe kwako, unamhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu. Mungu anakuwa anasema kwamba huyu Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wa kweli atawaongoza na kuwafundisha katika kweli yote. Yeye ndiye ako na uwezo wa kuchunguza moyo wa Mungu, akili za Mungu, na kuyafichua kwetu mambo ya sirini yaliyofichika, mambo yajayo, mambo na ambayo hayajulikani, lakini Roho Mtakatifu anatufunulia.
Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nimekuja kukuambia nini? Umechaguliwa kufunua siri ya Mungu, na hii siri ya Mungu unaifunua kupitia kumpokea Yesu Kristo, maana hapo ndipo utamfikiria Mungu na Mungu afunue hiyo siri kwako, na zaidi Mungu anafunua ile siri kwako kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu, na ambaye Kristo alituachia na ili atufundishe na atusaidie. Kwa hivyo acha kujidharau, acha kujipuuza. Siku ya leo Mungu anazungumza na wewe, acha kujidharau. Na hivyo shika hapa, Paulo anasema alifunuliwa hii siri, na alifunuliwa hii siri, na sasa inafunuliwa hata kwetu na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na hivyo nataka kusema nini? Mungu ni Mungu wa majira na nyakati. Ule wakati haikufaa wafunuliwe, lakini sasa hivi Mungu amechagua kutufunulia sisi hii siri. Kuna mambo aliyaficha zamani, lakini sasa anayafunua kwa ajili ya wokovu wetu. Na hivyo huenda kuna mambo katika maisha yako uyaelewi bado, lakini Mungu yuko kazini. Anajua wakati sahihi wa kufunua mpango wake juu ya maisha yako. Kwa hivyo la kwako ni kuendelea kuwa mwaminifu kwake, la kwako ni kumwangalia, ni kumtumainia, ni kumtegemea, na ukifanya vile atakuaibisha, atafunua hizi siri kwa wakati wake. Hayo mambo yanaonekana yasiyoeleweka katika maisha yako, ni wewe tu kumruhusu Mungu na kuwa mvumilivu na kuwa na subra mbele za Mungu. Mungu atayafichua, ni Mungu wa majira. Wakati ukifika atafichua hizo siri katika maisha yako. Umeishi ukihangaika, umeishi ukichekelewa, kuna mambo Mungu bado hataki kuyafichua kwako, lakini kwa wakati wake atayafichua. Na sasa pia anazungumza, tunafunuliwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Huenda bado hauna uhusiano na Roho Mtakatifu wa Mungu, unamhitaji kumtamani, unamhitaji kumtii, unamhitaji kufuata kile anachokuagiza, unamhitaji akakuongoze, maana waongozwao na Roho ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili, narudia tena hili, huenda kuna mambo katika maisha yako hauyaelewi bado, lakini Mungu yuko kazini, anajua wakati sahihi wa kufunua mpango wake katika maisha yako. Na unapoangalia pia katika Waefeso sura ya 3 ule mstari wa 6, Paulo anasema wazi kuwa mataifa ni warithi pamoja, washirika na wa mwili mmoja, washirika wa ahadi katika Kristo Yesu. Hii ilikuwa habari njema sana, kwa sababu zamani mataifa walionekana kama watu wa mbali na Mungu, na kila mtu amejumuishwa katika hii neema. Paulo anakuwa anazungumzia hii neema ndiyo iliyomchagua yeye. Hakujichagua, hii neema ilimchagua yeye. Hakustahili, lakini neema ilimstahilisha. Ndiyo, yeye alikuwa mtu wa mataifa, hakustahili. Kulikuwa na Wayahudi na kulikuwa na yeye, lakini sasa neema ya Mungu imemfikia, neema ya Mungu ikamchagua, na ndio maana anajiita mfungwa wa Kristo. Maana hata anapokuwa anaandikia hili kanisa, analiandikia akiwa gerezani. Kiini ni kwamba jamaa ametiwa nguvuni, amefungiwa korokoroni kwa kusimama na kuhubiri ili neno lake Mwenyezi Mungu. Ndio maana anajiita mfungwa wa Kristo. Amefungwa kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya kusimamia Injili. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndiyo Paulo hapa anatuambia kila mtu sasa amejumuishwa katika neema. Sisi ni warithi pamoja. Anasema wazi kuwa mataifa, sisi na ambao si Wayahudi, sisi na ambao ni watu wa mataifa, Kristo ashakuja, na Kristo alipokuja anatuambia washirika wa mwili mmoja, warithi pamoja, washirika wa mwili mmoja, washirika wa ahadi katika Yesu Kristo. Hii ilikuwa habari njema, kwa sababu zamani mataifa walionekana kama watu wa mbali na Mungu, na hivyo uhitaji kujiona kwamba haufai.
umejumuishwa katika neema, na neema imeachiliwa kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Katika Kristo hakuna waliotengwa. Katika Kristo hakuna waliotengwa, hakuna daraja la juu wala la chini. Shika hilo. Na ndio maana unapata makanisa tunakosea na tunaenda nje, maana unapata kuna watu wa kiwango fulani na kingine, lakini sisi wote tumeunganishwa na Kristo. Kwa hivyo viwango havistahili kuwepo. Kila mtu anapokuja mbele za Mungu kanisani, katika ushirika, anafaa kujihisi ako mahala panapofaa. Hafai kuingia kanisani na ajihisi out of position. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuwaridhi pamoja, kwa sababu washirika wa mwili mmoja, washirika wa ahadi katika Yesu Kristo. Na hivyo katika Kristo hakuna waliotengwa, hakuna daraja la juu wala la chini. Na hivyo asili yako haikuzuii baraka za Mungu. Historia yako haimshangazi Mungu. Makosa yako hayabatili mpango wake. Wewe umechaguliwa kufunua siri ya Mungu. Watu wanapokuona, wanapokuangalia, kuna mambo yanafichuliwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika Kristo hakuna waliotengwa, hakuna daraja la juu wala la chini. Sisi wote tumechaguliwa kufunua siri ya Mungu, na hivyo asili yako haikuzuii baraka za Mungu. Unapoelewa hii siri, historia yako haimshangazi Mungu. Anakujua na anakufahamu. Makosa yako hayabadilishi mpango wake, mpango wa Mungu. Katika Kristo wewe ni wa familia ya Mungu, na hilo tuliona siku ya Alhamisi, hilo tuliona, maana ni mafundisho ya Efeso tunazidi kuyaangalia. Wewe umeshafanyika familia ya Mungu, na hivyo umechaguliwa kwa kusudi, si kwa bahati mbaya. Shika hilo. Umechaguliwa kwa kusudi, si kwa bahati mbaya. Paulo mwenyewe alikuwa mfano mwema. Paulo alikuwa mtesa wa Wakristo wa kanisa, lakini Mungu alimchagua awe mhubiri wa Injili. Angalia, yeye hakufaa, yeye hakustahili, yeye alikuwa mbali na Mungu. Yeye alikuwa watu wa mataifa walioonekana wametengwa, alikuwa anatesa kanisa, lakini angalia, Mungu akamchagua. Neema yake, neema ya Mungu imeachiliwa kwa watu wote. Hii inatufundisha kuwa Mungu huchagua kwa sababu ya ukamilifu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hachagui kwa sababu ya ukamilifu wetu. Hilo ni jambo tunafaa kuelewa tunaposoma kutoka kwa huyu Paulo anayekuwa anaandikia hili kanisa ya Efeso. Huyu Paulo na ambaye sasa ako gerezani kwa sababu ya hii Injili, na ndio maana anajiita mfungwa wa Kristo, amejitolea kumtumikia Kristo. Alichaguliwa akiwa barabarani kwenda Damascus, kwenda kunyanyasa watu, lakini Mungu akamchagua. Si kwa sababu ni kwa matendo yake, si ni kwa sababu alikuwa mwema. Neema ya Mungu ndiyo iliyomkamilisha, na hivyo Mungu huchagua ama achagui kwa sababu ya ukamilifu wetu, anachagua kwa sababu ya neema yake. Na hivyo nataka kusema nini? Usijione mdogo, usijione haufai, usijione haufai hili na lile, la hasha. Usijidharau. Kama Mungu alikuokoa, basi ana kusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema katika neno lake, anatumia vyombo vilivyo vidhaifu kuaibisha vilivyo na nguvu. Na huyu ndiye Mungu, maana anataka atukuzwe, hataki tubaki tukijigonga kifua. Nataka kusema ninapokuwa namalizia, Injili yaleta umoja, tumaini na utambulisho mpya. Hili ni jambo tunafaa kuelewa. Injili haikuja tu tuokoke, haikuja tu kutuokoa,
bali kutupa utambulisho mpya, kutufanya mwili mmoja, kutujuza tumaini la milele. Hatutambulishwi tena kwa kabila, hatutambulishwi tena kwa taifa, hatutambulishwi tena kwa kiwango cha elimu, hatutambulishwi tena kwa hali ya kifedha. Tunatambulishwa kwa jina moja. Shika hilo, tunatambulishwa kwa jina moja, si kwa masomo yetu, si kwa kabila yetu, si kwa mataifa yetu, si kwa masomo yetu, si kwa mambo na ambayo tumeyafikia, lakini tunatambulishwa kwa jina moja, watoto wa Mungu. Kwa hivyo usijione eti mimi si Myahudi. Unajua Israeli ndio taifa la Mungu. Baada ya Yesu Kristo kuja, tulifanyika mwili mmoja, tulifanyika kitu kimoja. Hakuna Myahudi na hakuna Myunani, sisi wote tumefanyika kitu kimoja. Na hivyo hamna haja ujidharau, hamna haja ujipuuze, ujione kana kwamba mimi sijasoma, ujione mimi ni wa hili kabila, ujione mimi ni wa hili taifa. La hasha! Sasa tu warithi wa pamoja, sasa sisi ni watoto wa Mungu, maana Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini pia ninapokuwa namalizia katika haya maisha? Tembea kwa ujasiri. Wewe ni sehemu ya mpango wa Mungu. Acha lawama za zamani, acha kusema kulikuwa hivi na kukawa vile. La hasha! Acha kusema jana kulikuwa hivi na hivi. Hii ni siku nyingine Mungu amekukirimia. Huu ni mwaka mwingine Mungu amekukirimia. Huu ni mwezi mwingine Mungu amekukirimia. Kristo amekujumuisha kikamilifu. Wachana na lawama za zamani, wachana na lawama za jana. Kristo amekujumuisha hii siku ya leo kwa ukamilifu. Ishi kama mtu aliyechaguliwa, kwa unyenyekevu, kwa upendo na imani. Ulete umoja, usijitenganishe pale Mungu amekuunganisha. Jikung'ute mavumbi, simama. Kristo ako ndani yako. Kristo ndiye ametuunganisha, akatufanya kitu kimoja. Hajatuunganisha kimasomo, la hasha. Ametuunganisha na tunajulikana na jina moja, watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo napokuwa namalizia nasema nini? Katika hichi kitabu tunaposoma, tutaendelea kujifundisha Jumatatu, kinakuwa kinatukumbusha ukweli huu mkuu. Wewe umejumuishwa, wewe umejumuishwa, wewe umechaguliwa, wewe una dhamani kubwa mbele za Mungu. Wewe ni wa maana, na nikisema hako napenda kusema na ili ujue wewe ni wa maana. Imagine Mungu alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo kwa ajili yako. Hiyo ndiyo dhamani yako. Wewe ni mtu wa maana, na hivyo usiruhusu mtu akudharau. Hata Biblia inakuwa inazungumzia vijana, nawaambia usiruhusu mtu adharau ujana wako. Usiruhusu mtu akudharau jinsi ulivyo. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wacha kujitenga. Mala umeunganishwa na Mungu, salia pale Mungu amekuweka. Wewe ni wa dhamani kubwa mbele za Mungu. Tembea katika ukweli huu kila siku. Usiruhusu adui akuambie wewe si wa maana. Mungu tayari amesema ndio juu ya maisha yako, na hivyo hiyo sauti imekuwa ikikunenea ati wewe si wa maana, ati wewe ulilaaniwa, eti sijui huku walisema, sijui kule wakafanya. La hasha! Usikubali hayo maneno. Kubali wewe ni mtoto wa Mungu. Anza kuishi kama mtoto wa Mungu. Kubali wewe ni wa dhamani kubwa mbele za Mungu, na hivyo anza kuishi kama mtu wa dhamani. Usiruhusu mtu akudharau, usiruhusu mtu akupuuze. Labda uko pale unanitazama na unasema, Mchungaji Benson, mimi ningependa kuokoka, mimi ningependa kumpokea huyu Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwangu. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Uokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu
kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea, nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari na ambao nimeianza siku hii ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Tunaokoka na kuamini, ama naokoka na kuamini. Baba, ni asante na hata kwa kunena nasi na kutukumbusha kwamba tumechaguliwa na ili kufunua siri yako wewe Mungu. Na siku ya leo, siri kwanza ni kukupokea. Siri kwanza ni huyu mwanao Yesu Kristo, na ambaye tunamkiri na tunampokea katika maisha yetu. Tunapompokea katika maisha yetu, naye pia ametuahidi msaidizi, na ambaye ni Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu tumemruhusu katika maisha yetu, na ambaye anafunua hii siri ndani yetu, na ili tuweze kuifunua kwa mataifa na watu wengine. Baba, tusaidie kwa wana ambao wameokoka siku ya leo, wathibitishe katika uokovu, wasimamishe katika uokovu. Wacha mahala walidharauliwa, wasijidharau tena. Acha mahala waliona wametengwa, wasione tena wametengwa, bali waone wao ni kitu kimoja. Mahala waliona kwamba wako chini, wacha wakaone sasa wameinuliwa kwa utukufu wa jina lako. Mfalme uketie juu zaidi, wewe unastahili sifa zote na utukufu, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu Jumamosi ya leo. Tupatane Jumatatu tuendelee na hichi kitabu. Tutaendelea pale tu tumefikia hapo, kuanzia Waefeso sura ya 3. Nitaanzia kuanzia mstari wa 7 kuteremka, na najua kuna mambo tunazidi na kujifunza. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Mimi nakupenda sana nyakati zote. Nambari zangu ziko kwenye runinga ni 0792593648, 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya unaanza na kodi ya Kenya +25479293648, na pia kwenye PayPal address ni bnsnmwanza@gmail.com. Sema nami kupitia majukwaa yote, tuma sadaka zako, mchango wako, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Hadi hapo Jumatatu, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.